Tunaanza siku ya leo semina kama ilivyokuwa imetangazwa, na pale asubuhi tutakuwa na ibada ile ya Morning Glory. Ninakusihi kabisa, tuko mwishoni mwa mwaka, njoo tuombe. Uweze kujua, njoo tuombe, tuko mwishoni mwa mwaka. Somo nililokuletea hapa ni tegemeo la mkate. Somo nililokuletea hapa ni tegemeo la mkate. Tegemeo la mkate, wale ambao watahudhuria na tutaendelea hapa, somo linaitwa tegemeo la mkate. Nini maana ya tegemeo la mkate? Ni kwamba ni mtu au kitu ambacho kinategemewa kwa ajili ya watu wengine, au kitu ambacho kina wafuasi nyuma ya watu wengine. Mfano, mimi naweza kuwa tegemeo la mkate, mchungaji, mwinjilisti, na kila mmoja. Baba unaweza kuwa tegemeo la mkate, au kwa upande mwingine duka lionalo, shamba lionalo, na kila ambacho na kimiliki kinachokupa kula na kunywa, au mtu ambaye anasababisha upate kula na kunywa na kushiba, anaitwa tegemeo la mkate. Washindi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mantiki hiyo, hakuna mtu ambaye hapa sio tegemeo la mkate, kwa sababu kila mmoja hapa anategemewa, na kila mmoja hapa ni tegemeo la mkate. Hata kama bado hujafika kiwango fulani, anasema na mtoto wangu huyu ninaamini atakuwa injinia. Tayari ukiwa injinia ni tegemeo la mkate kwa familia pamoja na jamii. Bwana akuinue tena wewe tegemeo la mkate kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo hapa tegemeo la mkate, kila mmoja ni tegemeo la mkate. Kitabu kile cha Walawi 26 mstari wa kwanza mpaka wa 14, tutakuja kusoma mstari wa 26, na ule mstari wa 26 ndipo tutakapoganda sana. Walawi 26 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14, alafu tutakuja kusoma mstari wa 26, tutaganda hapo sana. Ni kitabu kile na ni ukurasa ule wa 440 Agano lile la Kale. Biblia inasema hivi, Walawi 26 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14, alafu tutakuja kusoma ule mstari ule wa 26. Ni ukurasa ule wa 140 ile Agano la Kale. Biblia inasema hivi, msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahili patakatifu pangu, mimi ndimi Bwana. Kama mkienenda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo nitaponyeshea mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazaa maongeo yake, na miti ya mashambani itazaa matunda yake. Tena kupurura nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Nanyi mtakula chakula chenu na mtashiba, na kuketi katika nchi yenu salama. Nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala, wala hapana atakayewatia hofu. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga kati ya nchi yenu. Mstari wa 7, nanyi mtawafukuza adui zenu, nanyi wataanguka mbele zenu kwa upanga, na watu 5 wa kwenu watawafukuza watu 100, na watu 100 wa kwenu watawafukuza watu 10,000, na adui zenu wataanguka mbele yenu kwa jina la Yesu. Sema amen. Mstari wa 9 anasema, nami nitawaelekeza uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nani mtakula akiba ya zamani mlioiweka siku nyingi, tena hayo ya zamani mtakayoyatoa, ili miaweke yaliyo mapya. Mstari wa 11, nami nitaiweka maskani yangu kati yenu, wala roho yangu haitawachukia. Nami nitakwenda kati yenu, nami nitakuwa Mungu wenu, nami mtakuwa watu wangu. Mstari wa 13, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyewaleta mtoke katika nchi ya Misri, ili msiwe watumwa wao. Nami nitaivunja miti ya kongwa lenu, nitakawaendesha mwende sawasawa. Mstari wa 14, lakini msiposikiliza wala hamtaki kuyafanya maagizo hayo yote. Turuke twende mstari wa 26.
Biblia inasema hivi mstari wa 26, hapo mtakapovunja tegemeo lenu la mkate, wanawake 10 wataoka mikate yenu katika tanuru moja, nao watawapa mikate yenu tena kwa kupima kwa mizani, nanyi mtakula lakini hamtashiba. Sura 26 narudia tena, ndio tutasimama nao sana kwenye hii semina. Hapo mtakapovunja tegemeo lenu la mkate, wanawake 10 wataoka mikate yenu katika tanuru moja, nao watawapa mikate yenu tena kwa kupima kwa mizani, nanyi mtakula lakini hamtashiba. Naomba macho ubaoni na madhabahuni ili unielewe kwa uzuri zaidi. Bwana asifiwe. Naomba nikusimulie habari yaka kidogo tu, alafu tuondoke kwa sababu ni Jumapili na tukafanya mambo mengine ili jioni pia turudi. Hawa ni wana wa Israeli wanatoka utumwani Misri. Baada ya kutoka utumwani Misri, kabla ya yote hapo, Mungu akamwangalia mtu mmoja huko Misri kwamba ni nani ataweza kuwatoa wana wa Israeli watoke katika nchi ya utumwa na waelekee Kanaani kule ambako walihamishwa hapo mwanzo. Mungu akaangalia, akamkuta kijana mmoja anaitwa Musa. Musa alikuwa mchunga kondoo huko Midiani zaidi ya miaka 40. Alikuwa mchunga kondoo. Hasa baada ya kuwa mchunga kondoo kwa miaka 40, baadaye akaanza kutengeneza watumishi pia. Musa alikuwa mtumishi mmoja anaitwa Haruni. Haruni akaanza kutengenezwa kule, lakini hakuwa vizuri sana. Mungu akawaruhusu, akawaambia watoke katika nchi ya Misri na waelekee sasa kule Kanaani. Baada ya kuelekea kule Kanaani, Musa akawa peke yake, hakuwa na msaidizi tena. Yethro mkwe wake Musa ambaye anapatikana kwenye kitabu cha Kutoka 18, akamwambia Musa, najua ya kwamba wewe una kipawa na Mungu amekupa nguvu za kuwasongesha wana wa Israeli waelekee mbele, lakini nataka nikwambie kazi hizi zitakuzidia na utakufa. Kwa hiyo ujitwalie watumishi. Ilibidi Musa atafute watumishi wa Bwana. Kipawa cha Joshua kilitoka jangwani. Akamwangalia kati ya wana wa Israeli aliongozana nao, akamkuta Yoshua kwamba anaweza akambeba. Licha mtu mmoja Haruni kutokea kule Misri alikuwa na uwezo, lakini hakufiti vizuri. Ilibidi asikilize sauti ya mke wake Yethro. Ilibidi amwombee Yoshua, akamwimpawa Yoshua nguvu, akamwombea. Anasema akamwombea. Nami nakuombea hapa, hata kama hauna cha kufanya, Bwana akutie nguvu kawe kiongozi kwa jina la Yesu aliye hai. Washindi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa akamwimpawa nguvu, akawa na nguvu. Wakati anapigana anaenda kuomba mlimani, ikatokea vita kati ya kabila la Wayuda pamoja na Waamaleki. Wakaungana pamoja kuanza kuwashambulia wana wa Israeli kwa jangwani. Musa akawa anaenda kuomba pale madhabahuni, na Yoshua ilibidi aushike upanga ili amsaidie. Kwa maana Yethro akamwambia, hizi kazi ni nyingi sana, otherwise utakufa. Kweli muhimu sana kuwa na wasaidizi katika maisha yetu. Kama una kazi unafanya na una msaidizi, Bwana akupe msaidizi kwa jina la Yesu aliye hai. Maana ukiwa peke yako akili yako itakuwa mgando, lazima uwepo mtu akukupa challenge. Taifa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama hivyo, wana wa Israeli bidi amchukue, na baadaye akamwongezea na yule Haruni, akamwongezea Haruni. Hasa Biblia inaniambia walipotoka Misri wakawa wamebeba dhahabu, wamebeba na kila kitu, wakaendelea. Sasa mstari huu wa kwanza hapa tuliposoma, Mungu anawaagiza wana wa Israeli, asema mimi ni Mungu ambaye nimewatoa utumwani Misri, nimewasogeza. Kwa mantikio msijifanyie sanamu, na kitu chochote kile msikiweke katika nyumba zenu mtakapovuka. Wana wa Israeli wakamwambia sawa, haina shida. Lakini wakati wanasogea wanaenda jangwani, imani ikaendelea kupungua. Baada ya imani kuendelea kupungua, Mungu akasema msipunguke na imani na msogee mbele. Biblia inaniambia, anasema msipochora wala kumwabudu mtu fulani, kwa mantiki hiyo nitakachokuagiza ndani ya nyumba yenu chakula kitajaa, kila kitu mtachokitaka mtakifanikiwa, kila unachokitafuta kitafanikiwa. Akamwambia kila utakachokitafuta kitainuliwa. Alafu anawaambia hivi, nitawatia nguvu. Najua mtakutana na maadui, nao maadui ninawaagiza hapa watajitokeza maadui 100, nyie mtakuwa 5. Nitawatia nguvu, mtawapiga maadui zenu 100. Nami nakuombea hapa, hata kama uko peke yako, pata nguvu za kwenda kushindana na maadui zako kwa jina la Yesu aliye hai. Anasema hao watu 5 wa kwenu watakapozaliwa watakuwa na nguvu. Haijalishi maadui watakujaje, lakini watakuwa na nguvu. Hapo anasema mtaendelea, mtazana kuongezeka. Watu wetu wa kwenu tena wataongezeka, watakuwa 100.
watashindana nanyi lakini hawatashinda. Nami nakuombea hapa watu 100 wa kwenu wakawapige watu 10,000 wa adui zenu kwa jina la Yesu hai. Tegemeo la mkate. Washindi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nakwambia hivyo, hapa nakwambia alafu kile chakula ambacho kitakapokuwa kinapura, maana kupura ina maana wakati wa kiangazi, wakati wengine wanalia njaa, ndiye mtakuwa mnakula. Wakati wengine wanalia njaa, ndiye mtakuwa mnashiba. Hata wakati wa kupanda, wenzenu wakati wanachukua kile chakula wanakipanda, lakini kwenu hakitopunguka. Nami ni maombi yangu kwa Bwana, msipungukiwe kwa jina la Yesu hai. Asema mtakula lakini mtaendelea. Anawaambia tegemeo la mkate. Anawaambia alafu chakula cha zamani, mambo yatakuwa shwari kabisa. Ni maombi yangu kwa Bwana, tegemeo la mkate. Usilie, safari bado inaendelea kwa jina la Yesu. Mimi naamini kabisa tutashinda na zaidi ya kushinda. Biblia inaendelea kutuagiza. Mungu akasogea, akaenda, akasema, akagairi njiani, akasema sikiliza sasa, mtakaposhindwa kutekeleza haya yote, ndio nakuja mstari wa 26. Anasema ndipo mtakapovunja tegemeo la mkate neno, wanawake 10 wataoka mikate yenu, mtakula lakini hamtashiba. Asubuhi leo nimefundisha kitu kifuatacho. Na baada sogeza kidogo akakameza, na bahati nzuri au vijana hapa wameondoka. Acha tu nitoe mfano. Mungu alipozalisha mtumishi wa Mungu Musa kama ameomba hapa, na baada ya kuomba hapa akamwacha Yoshua. Baada ya kumwacha Yoshua hapa, Haruni akaachwa hapa na wana wa Israeli. Alipoachwa hapa na wana wa Israeli, Haruni anaagizwa na Musa pamoja na Yoshua. Anaambia sikiliza wewe Haruni, wana wa Israeli hapa tunakuachia, tunajua hakuna chakula, hakuna chochote, hakuna kinachoendelea. Kwa mantiki uwe makini sana, hao watu watakulilia njaa. Hata hivyo usiumie, sisi tunaenda madhabahuni kuomba. Wakati tunaenda madhabahuni kuomba, kwa kuwa msaidizi wa Musa alikuwa Yoshua, kwa hiyo nitampa taarifa Yoshua kwamba Mungu amejibu. Uambie wana wa Israeli kwamba Mungu amejibu, kwa chakula kitashuka, maana kitakuja. Baada ya kuomba wana wa Israeli wakaona ya kwamba eti Musa amechelewa pale madhabahuni na Mungu amechelewa kuleta chakula. Ilibidi wana wa Israeli wamshawishi Haruni. Wakamwambia Haruni, sikiliza wewe, sikiliza, sisi tunakufa kwa njaa hapa, haiwezekani. Tufanyeje? Kwenye kitabu cha Kutoka 32 ukienda kusoma, akasema sasa tujifanyie sanamu la kuchora hapa. Ilibidi wachukue dhahabu walizozipata kule utumwani Misri, walioweka masikioni, dhahabu wakawa wameziweka masikioni. Anasema tuchukue hizo dhahabu, tuziyeyushe, tuziweke hapa, alafu tuanze kumwabudu huyu ndama. Sasa zingatia kina mama mliopo hapa, ibada ya kwanza niliwaambia kuvaa hereni sio dhambi. Nenda ukapondoke podo kwa jina la Yesu aliye hai. Maana walichukuliwa pete za masikioni, utanielewa. Baada ya kuchukua pete za masikioni wakaiweka hapa, wakaanza kuita ndama, 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 ndama. Yule kule Mungu mbona ajibu? Ndama, tunaomba ujibu. Hata hivyo chakula kishuki. Musa anakuja kushtuka hapa, anakuja kukuta hawa jana vipi, hawa watu vipi, akaanza kuumwa sana. Kumbuka familia ya Musa iko nayo hapa, aliyepanda madhabahuni ni Musa peke yake pamoja na Yoshua. Kwa familia ya Musa nayo iliathirika. Ndio maana unatakiwa upunguze washauri kwenye maisha yako. Bado hujanielewa? Waliomshauri hapa Haruni, waliomuingiza chaka, ni wale ambao walikuwa wanalia njaa. Najua kabisa wewe ni tegemeo la mkate, najua ni mama au baba, lakini sometimes baadhi ya ushauri sio nzuri. Hawa wanamshauri kwamba tujitengenezee ndama. Ndio maana sio kila mtu lazima awe rafiki yako. Kuna watu ambao wanaweza muda wote wakikuona wanashauri mabaya tu, wakati wao wanasogea mbele, lakini wao wanashauri mbaya. Na kuombea kwa Mungu ni hai, mwezi wa 12 na tunapoelekea Januari, Mungu akuinulie watu sahihi maishani mwako. Nitapeleka wapi tena sura yangu wakati walikuwa wananiheshimu? Hili nitapeleka wapi? Yaani kila anapokwenda hapa nikamwambia ni babake mtu fulani, wakiongea naye anataja cheo cha inspector, lakini sasa amelala kwenye jeneza na hakuna mtu mwingine ambaye alisoma. Walikuwa watatu, wengine wote hawana chochote. Baba sasa hivi nakwambia na pressure, ana kisukari, mambo yako shaka magana. Nini? Tegemeo la mkate imeondoka. Haya ni maombi yangu kwa Bwana asubuhi ya leo.
kila anayekuwinda mwezi wa 12 huu, Bwana kamwinde na kammalize kwa jina la Yesu. Ameondoka sasa tegemeo la mkate. Ametenganishwa. Tutajifunza vizuri hapo jioni. Ametenganishwa, ndipo atakapolivunja. Neno kulivunja na maana natenganishwa. Watu wengi sana tumetenganishwa na watu sahihi. Ndio maana mimi ukiniangalia, nikiona nafaidika na mtu fulani, mimi hata akinisema, akinipiga vita nini, kwa kuwa nafaidika naye, huwa anajishusha ili nali mambo yangu yaende. Watu wengi sana wametutenganisha na watu sahihi. Baada hajanielewa. Watu wengi wametutenganisha na watu ambao wamebeba destiny ya maisha yetu. Wakiona tunafaidika, wataanza kukuharibia mdogo mdogo. Watu wa ofisini mnanielewa. Watu wa ofisini, sekta binafsi au serikali, utajua tu. Yaani ukiona portions zinaongezeka, vinaenda neno la shaka na maneno yanaanza huko. Wanaanza kuvuruka, ndivyo ninavyokuwa. Na bibi na mabwana, tuko kwenye dunia ambao watu wengi wanapenda mabaya yetu kuliko mazuri yetu. Tuko kwenye hii dunia ambao wengi wanapenda sana mabaya yetu. Utasikia kama wamempata, wanafurahi. Lakini sasa ile vita, nina watu huku wako nyuma. Haya ni maombi yangu kwa Bwana kwenye hii madhabahu ya Mleba, ya kwamba kama unaitwa baba, mama au kiongozi, Bwana akutunze sana, uvuke salama kwa jina la Yesu katika mapito yako. Washindi waseme amen kwenye hii madhabahu. Na malizia hapa, sitotaja pointi. Asubuhi nimewashuhudia baba mmoja alifiwa na mke wake. Baada ya kufiwa na mke wake, baba ilibidi aoe mke mwingine. Baada ya kuoa mke mwingine, yule mtoto akaanza kuteswa. Mtoto alikuwa na miaka 5 na wakubwa walikuwa. Akaanza kuteswa sana. Akateswa. Yule mtoto akaangalia, kila siku analia. Sema angekuepo mama yangu, yaani isingekuwa hivi. Angekuepo, isingekuwa hivi. Akaenda kubeba jembe mtoto. Akasema naenda kwenye kaburi la mamangu. Akajipima ukubwa wa kamba mpaka chini. Akaenda kupima kaburi la kwake. Akachimba kaburi. Inapofika hapa kaburi, babake anamuona mtoto ndo anakuja, mtoto anajitumbukiza. Sasa jinsi ya kurudishia ule udongo ni ngumu kwa sababu yuko chini. Ile baada ilibidi watu wamfukie. Sasa watu wamfukie semaje? Ambia baba, wewe ujui ninavyoteseka baada ya kufa huyu mamangu. Ameingia huyu mama ananisumbua sana. Baba, chukua vurugu, mechi, makofi nini. Mama kaondoka. Sikiliza, mama ameondoka, mtoto anachimba hata kujifikia. Umewahi kuondokewa? Umewahi kupigwa hapo? Hapo ni pagumu sana. Mabibi na mabwana, ndipo utakapolivunja tegemeo lenu la mkate. Wanawake 10 wataoka mikate, watakula lakini hawatashiba. Na kuombea hapa, kila roho ya mauti ndani ya wiki hii itoweke kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa nachukua jembe, mabibi na mabwana. Yeye akiondokaga tegemeo la anapoondokaga, huwa tunateseka sana, tunaumia sana, tunalia sana. Sijui wewe ni tegemeo la mkate kwenye fakatibi. Mimi sijui. Ni ofisini, ni nyumbani kwako, ni kanisani, ni wapi? Nataka nikwambie tegemeo la mkate, narudia tena, vita kwako haikomi, ipo, itaendelea kuwepo. Kwa hiyo mantiki ujue kwamba upigwi wewe, wanapigwa walioko nyuma. Lengo sio wewe, lengo walioko nyuma. Lengo sio wewe, lengo wazazi. Lengo sio mzazi, sio lengo mzazi, lengo watoto. Lengo sio kiti, lengo kwa sababu na uongozi mzuri. Lengo sio hivyo, lengo kwa sababu yani wewe watu ukifika na wasaidia, na watu wapendi namna hiyo. Wenye huruma ndani ya dunia hii ni wachache sana. Musa anatukumbusha hapa, Mungu anatukumbusha, nitalivunja tegemeo lenu la mkate mtakapojisujudia. Kwa mantiki nyingine, Mungu anakataza kumsujudu mtu. Usimsujudu hata kama anakusaidia, ila mheshimu, kwa sababu Mungu ameamua pitia hapo. Wana wa Israeli wakaisujudu ndama. Wewe unaisujudu kitu gani? Unasema mtu fulani hivi, mtu fulani hivi. Mabibi na mabwana, kwenye hii madhabahu na kuombea kwa Mungu aliye hai, uwe tegemeo la mkate ambalo isiwe naguswa mara kwa mara. Na nakuombea hapa, sio kila vita ya kuichekea kwenye maisha yako. Nyingine, wewe nenda kwenye ulimwengu wa roho. Vita yetu sio damu na nyama, lakini unapoenda kwenye ulimwengu wa roho, ndani ya wiki hii tunatamani tutikise mpaka basi. Haya ni maombi yangu kwa Bwana, hata kama hawapo hapa Mleba, lakini tutamwambia Mungu kwa habari ya familia zetu na ambao wanatuharibia. Tutamwambia Mungu wiki hii, kabla haijalia parapanda kwetu, kwao ikalie parapanda kwa jina la Yesu aliye hai. Kabla haijalia parapanda, washindi waseme amen. Itakapolivunja, kabla tegemeo letu la mkate halijavunjwa, kwao itakuwa limevunjwa.